Mwami Teresia Ntare alikuwa mwanamke jasiri na wa kipekee katika historia ya Tanzania. Akiwa chifu wa kwanza mwanamke nchini, alizaliwa mnamo mwaka 1922 akiwa binti wa chifu Ntare wa Helu, eneo la Kasulu, Kigoma. Alipata fursa ya kusoma Ulaya wakati wa enzi za ukoloni, ambapo alihitimu mafunzo ya sheria na baadaye kuwa msaada mkubwa katika harakati za kudai uhuru wa Tanganyika, hasa kwenye mikataba ya kimataifa. Na ili uweze kufahamu vizuri, basi fika katika makumbusho ya Dr. Livingstone uweze kufanya utalii wa kihistoria. Mnamo tarehe 16 Aprili 1947, Teresia Ntare alitawazwa kuwa malkia wa Heru na alitumikia nafasi hiyo hadi tarehe 9 Novemba 1962. Katika kipindi chake cha uongozi, alijitokeza kama kiongozi mwenye maono na msimamo thabiti, akiwakilisha jamii ya Waha kwa ufanisi mkubwa. Pia alichaguliwa kuwa mjumbe wa baraza la kutunga sheria la Tanganyika kabla ya uhuru. Teresia Ntare ni mfano wa mwanamke shupavu aliyevunja vikwazo vya kijinsia na kuwa kiongozi wa kipekee katika historia ya taifa. Urithi wake unaendelea kuenziwa kama alama ya ujasiri, hekima na uongozi wa wanawake katika jamii ya Tanzania. Mimi kwa majina naitwa Kurwa Matias, ni muhifadhi msaidizi wa makumbusho haya ya Dr. David Livingstone. Kwa hiyo hapa mbele yetu kama mnavyoona tuna picha hapa ambayo inaonyesha Queen au malkia wa Kigoma wa kwanza ambaye alitawala maeneo ya Helo Juu, Kasulu. Alizaliwa mwaka 1922. Alizaliwa katika familia ya kichifu. Babake alikuwa chifu pia ambaye alikuwa anaitwa Mwami Ntale. Sasa katika kuendeleza mila na desturi, utawala au chifu ulikuwa unazunguka kwenye familia moja, na yeye Mwami Ntale alizaa watoto wa kike peke yake. Kwa hiyo hakukuwa na mwanaume. Kwa hiyo ikampasa yeye ndiye alisi utawala huo. Queen Teresia Ntare yeye alitawala mwaka 1947. Alikabidhiwa madaraka ya kuweza kuongoza Helo Juu, na baadaye katika kuongoza utawala wake aliongoza vizuri tu, na baadaye tunaona kwamba chifu alikuwa haolewi, alikuwa naoa. Kwa baadaye sasa alibahatika kuoa, alimuoa George Shinganya wa huko Kalinzi. Aliweza kupata naye watoto ambao baadhi yao bado wapo, na miongoni mwa watoto wake kuna mtoto wake anaitwa Robert na wengine baadhi ambao mpaka sasa hivi bado wapo. Kwa hiyo baadaye tunaona kwamba alibahatika kusoma katika elimu ya kikoloni, kwa sababu watoto wa machifu waliweza kubahatika katika ile elimu ya kikoloni, na alisoma Ujerumani, alisomea sheria. Kwa hiyo katika wanaharakati wa kwanza kabisa ambao walikuwa wanapigania nchi yetu ya Tanganyika, kwa hiyo Teresia Ntare ni miongoni pia mwa wapigania uhuru ambao walikuwa wanapigania uhuru nchi yetu ya Tanganyika. Kwa hiyo huyu ndiye chifu ambaye anaitwa Teresia Ntare. Alifariki mwaka 1999. Kumbe basi Teresia Ntare alizaliwa mwaka mmoja na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na kufariki pia alifariki mwaka huo kama Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo ukienda katika upande wa serikali, Teresia Ntare pia alikuwa ni miongoni mwa wanawake ambao waliingia katika baraza la kwanza kabisa la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kumbe basi naye alibahatika kuwa waziri katika baraza la kwanza kabisa la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Nyumba za asili za Kigoma zinazojulikana kama ngondano
pia huitwa Ingondano. Ni makazi ya kitamaduni ya kabila la Waha linalopatikana katika mkoa wa Kigoma. Hizi ni nyumba za mviringo zenye paa la nyasi linaloanzia chini hadi kileleni, na mara nyingi hujengwa kwa kutumia vifaa vya asili kama miti, fito, udongo na nyasi. Na ili uweze kufahamu vizuri kuhusu nyumba hizi, basi fika katika makumbusho ya Dr. Livingstone uweze kufanya utalii wa kihistoria. Hapa pia tuna nyumba ya asili, ambayo hii ni nyumba ya asili ya wenyeji wa hapa Kigoma Waha. Na ukiangalia nyumba hii imejengwa kwa miti pamoja na majani. Hii inaitwa kwa jina la kiasili inaitwa Ngondano. Na hii nyumba ina kama unavyoona mtindo wake huu hapa, na ulikuwa unaweza kuhamisha. Kwa mfano kama unataka kuhama labda makazi kwenda sehemu nyingine, ulikuwa unaweza ukaihamisha ukaenda sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na inatunza joto vizuri kabisa, uwezo ukapatwa hata na baridi. Kwa hiyo nyumba hizi ndo nyumba za watu wenyeji wa Kigoma, japo hata sasa hivi bado zipo, lakini mara nyingi sana sasa hivi unaweza ukazikuta vijijini, na pia unaweza ukazikuta kwa wale waganga wa tiba za asili. Zimeenda zinapungua, lakini vile vile wale wajuzi wa kuweza kuzitengeneza nyumba kama hizi wazee wanaenda wanapotea kidogo kidogo. Kwa hiyo ni nyumba ya asili ya wenyeji wa Kigoma ambayo inaitwa Ngondano kwa jina la kiasili. Kigoma, mkoa ulio magharibi mwa Tanzania, unajivunia utajiri wa tamaduni na sanaa za asili, hasa kupitia ngoma za asili ambazo ni kiini cha maisha ya jamii nyingi za huko. Miongoni mwa ngoma maarufu ni mdundiko, lama na katembo, ambazo hutumika katika sherehe mbalimbali kama harusi, tohara na maadhimisho ya kijamii. Ngoma za Kigoma sio tu burudani, bali ni njia ya kurithisha historia, mila na mafunzo ya kijamii kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Katika ulimwengu wa sasa wa mabadiliko ya kiteknolojia, bado ngoma hizi zinaendelea kuwa nguzo muhimu ya utambulisho wa watu wa Kigoma. Lakini pia hapa unaweza kaona hapa wamama na wamama hawa walikuwa na sherekea wakiwa kwenye furaha, wanasherekea ngoma zao za asili kama unavyoona, na kukiwa labda kiongozi anaapishwa katika mila za wenyeji wa Kigoma, watu walikuwa wanatoka nje na kuweza kusherekea ngoma zao za asili, na kama unavyoona hapa. Na pia unaweza kaona walikuwa na mavazi ya kupendeza kabisa, wakifurahia pia pengine kipindi cha mavuno. Walikuwa na tabia ya kuweza kusherekea mavuno na mafanikio kwa mwaka mzima. Kwa hiyo wenyeji wa Kigoma pia walikuwa na asili ya kufanya matambiko ya kimila, na pia kiongozi alikuwa anapewa mikuki kama alama ya utawala, na mikuki hiyo tutaiona mbele huku tunapoenda kuelekea upande mwingine. Na hapa tunapata maana halisi ya mikuki ya jadi ya watu wa Kigoma, mikuki yenye kuleta maana kwa kila tukio la asili ambalo watu wa Kigoma huliadhimisha. Mbali na mikuki hiyo, hapa ndani ya makumbusho ya Dr. Livingstone tunaangazia vitu vya asili ya watu wa Kigoma kama vile vikapu na vitu mbalimbali vilivyojaa hadithi inayomwelezea mtu wa Kigoma na asili yake kiujumla. Na hii hapa kama unavyoona picha yetu inaonyesha kwamba watu wa Kigoma walikuwa ni wastaarabu sana, na walikuwa wanatoa shukrani kwa muumba wao wakati wa matukio mbalimbali, kwenye misimu ya mavuno, kusimikwa kwa watawala wa kijadi na misiba mbalimbali. Kumbe basi zamani kiongozi alikuwa hapigiwi mizinga kama sasa hivi, labda kiongozi anaapishwa anapigwa mizinga 21. Kiongozi alikuwa anapewa hiyo mikuki ya utawala, na hii picha ambayo mnaiona inaonekana kabisa kwa uzuri, na kuna mikuki kama 4 na kila mkuki ulikuwa na maana yake. Kwa hiyo kiongozi akitoka na mkuki mrefu ulikuwa na maana yake, mkuki wa katikati wa kati, size ya kati una maana yake. Kwa kila mkuki ulikuwa na tukio. Kwa mtu ukiona tu mkuki mrefu au mfupi, unajua leo kuna jambo ambalo litahusiana na kitu fulani. Kwa hivyo alikuwa anaashiria kitu fulani kutokana na mila zao. Na hii picha imepigwa mwaka 1930
ambayo inaonyesha hapa wenyeji wa Kigoma walivyokuwa wastaarabu na kutoa shukrani kwa miumba wao. Lakini pia kuna vitu vingine hapa mbele yetu, unaweza mkaviona kwa uzuri kabisa. Tuna kikapu. Hichi kikapu bana kilitumika kwa ajili ya kuwekea mazao shambani. Kumbe basi kuna shughuli mbalimbali za kiuchumi zilikuwa zinaendelea katika mkoa wetu wa Kigoma, na wakitoka shamba walikuwa wanaweka labda mbaazi, maharage na mazao mengine. Toka kuvuna wanaweka mazao yao humu. Lakini pia tuna kikapu kingine hichi hapa ambacho nacho ni cha kihistoria, unaweza ukakiona tu. Na kikapu hichi kilitumika kwa ajili ya kubebea zawadi wakati wa matukio mbalimbali, sherehe mbalimbali za kijadi. Walikuwa naweka humu zawadi. Kwa hiyo zawadi ilikuwa nawekwa humu, inakuwa kama special, inakuwa kama siri, mtu hatakiwi kujua kilichomo. Anaweza kaweka mazao. Lakini pia wakienda kwenye shughuli mbalimbali ya kijamii au kwenye sherehe, walikuwa naweza kuweka mazao mbalimbali. Kwa unajua kabisa unaenda kwenye tukio la mtu fulani, kwa unaweza kukuta anaweka mahindi, mchele, ili uweze kuacha akiba katika ule mji. Unajua sasa wametumia labda gharama na nini, kwa kumbe basi walikuwa naweka vitu mbalimbali. Kazi nyingine ya hiki hapa katika mila za na tamaduni za wenyeji hapa Kigoma, huwa wanaenda kuingia mji. Kwa mfano kijana akioa labda akioa, kwa kuna mila kwamba lazima wale wazee wa upande wa mwanamke lazima waje kuingia ule mji. Yaani unawakaribisha ili wawe free. Hata siku nyingine wakija kukutembelea wawe free. Wasiwe na masharti yoyote. Kwa siku yoyote. Kwa kumbe basi walikuwa naweka vitu mbalimbali zawadi wakienda kwenye matukio hayo ya kwenda kuingia mji. Lakini pia kuna kingine inatofautiana size. Hichi hapa ni kikubwa, lakini pia kuna size nyingine ndogo, nayo hii hapa ya hichi kikapu ambacho nacho kazi yake ni hiyo hiyo ya kuweza kubebea zawadi wakati wa masherehe mbalimbali na mila mbalimbali, tamaduni za wenyeji wa hapa Kigoma. Lakini pia kuna mkoba mwingine huu hapa, handbag. Huu mkoba ni muhimu sana na ulitumika pia kwa ajili ya kuhifadhi mali, kuhifadhi fedha. Na huu mkoba, hii handbag, ilitumiwa na wanaume. Kwa hiyo mwanamke alikuwa haruhusiwi kutumia. Na ukiona mzee amebeba hichi chombo, hii handbag, ujue labda kuna tukio kubwa sana ambalo linaenda kutokea. Alikuwa anaweza kuweka fedha kwa ajili ya kwenda labda kutoa mahali. Kwa akiwa anaenda kutoa mahali, anaweka fedha zake vizuri, wanasindikizana wazee, wanaenda kutoa mahali. Kwa hiyo ilikuwa anaweza kuhifadhi fedha na anabeba. Kwa hiyo alikuwa anatumia mwanaume, ulikuwa utumii na mwanamke. Ndio. Kigoma pia katika kiuchumi tuna ili hapa shamba la chumvi la Uvinza ambalo lilikuwa ni maarufu sana mwaka 1967. Katika miaka hiyo Uvinza ilikuwa ni maarufu sana katika shamba hili la chumvi ambayo inapatikana Uvinza. Kwa kama unavyoona hapa kuna majaruba ambayo yanapatikana. Kwa jinsi ambavyo walikuwa wanatengeneza ile chumvi, walikuwa naweka maji yanakaa kwenye majaruba kipindi cha kiangazi kuanzia mwezi wa 7, wa 8, wa 9 yanakaa. Kwa baadaye sasa walikuwa wanatoboa pembeni matobo pembeni. Kwa hiyo akishatoboa pembeni yale matobo, yale maji yote yanamwagika. Kwa hiyo inabaki sasa ile chumvi imeganda. Ilikuwa inaganda, hapo baadaye sasa wanaenda kuichota, wanaenda kuiprocess kiwandani. Au unaweza kaona hapo wana process kwenye vyungu. Ile ilikuwa ni njia za asili. Lakini sasa hivi kwa sababu kuna maendeleo na nini, kuna viwanda, kwa sababu unakuta wanaenda kuipeleka kiwandani kwenda kuiprocess. Kwa hiyo hii ni chanzo pia cha uchumi katika mkoa wetu wa Kigoma kwa sababu kuna hiyo chumvi. Pia Kigoma ni miongoni mwa miji ambayo imepitiwa na reli ya kati ambayo inatoka Dar es Salaam kuja Kigoma, lakini pia unaweza kutoka Kigoma kwenda Dar es Salaam. Na hapo unavyoona hapa ni ujenzi ambao unaendelea
kutekelezwa wa reli ya kati kuanzia mwaka 1910 hadi 14. Kwa wenyeji wa Kigoma waliweza kujenga hiyo reli ya kati ambayo mpaka sasa hivi tunatumia. Kwa hii inasaidia sana katika uchumi kwenye swala la usafirishaji. Kwa ni miongoni mwa miji ambayo pia nayo ina reli hii ya kati ya kutoka Dar es Salaam kuja Kigoma au Kigoma Dar es Salaam. Unaweza kuona vizuri kabisa jinsi wazee walivyokuwa wanaendelea na ujenzi huo. Lakini pia majengo yake kama unavyoona hapa. Kwa katika makumbusho haya Dr. Livingstone, reli hii inapatikana Kigoma mjini, ni kama kilomita 7-8 kutoka hapa kwa tulipo makumbusho. Kwa kumbe basi mtu anaweza kutoka maeneo mbalimbali Dar es Salaam wapi akaja Kigoma na treni, alafu baadaye akaja sehemu yetu ya makumbusho ambapo ni kilomita 8 kutoka mjini kuja hapa. Lakini pia kuna hizi zana mbalimbali ambazo zilitumiwa na wenyeji wa Kigoma. Kwa wenyeji wa Kigoma walikuwa ni wahunzi wazuri tu wa kuweza kutengeneza vifaa kama hivi hapa. Kama unavyoona hapa kuna jembe la asili ambao kazi yake inajulikana. Lakini pia kuna shoka. Shoka ni kwa ajili ya kuvunjia kuni. Tuna tezo kwa ajili ya kuchongea maboti, mipini na kadhalika. Lakini pia kuna hii hapa tunaita nyengo. Nyengo kazi yake ni kwa ajili ya kukatia majani. Tuna kisu, lakini pia tuna kisu kingine kikubwa, kwa hivyo vinatofautiana hivi visu. Na kazi yake ya sasa inajulikana. Lakini pia walikuwa wanatumia kwa ajili ya kuchunia ng'ombe. Kwa pia mkoa wa Kigoma walikuwa ni wafugaji wazuri tu. Kwa hizi hapo unazoziona ni zana mbalimbali ambazo ziliweza kutumika tangu zamani. Zana mbalimbali ambazo zilitumika hapa. Yes. Kama unavyoona hapa kuna picha nyingine hapa ambayo inaonyesha sokwe mtu. Sokwe mtu wanapatikana pia katika mkoa wetu wa Kigoma katika hifadhi ya taifa ya Gombe, lakini pia wanapatikana katika hifadhi ya taifa ya Rubondo ambayo inapatikana mkoa wa Geita. Kwa na sisi pia tumebahatika kuwa na hawa sokwe mtu. Kwa ni miongoni mwa vivutio vikubwa sana ambavyo vinapatikana katika mkoa wa Kigoma. Na pia kuna MV Liemba ambao mnaiona hapa. MV Liemba ni meli kongwe duniani. Ni meli ambayo ina umri mrefu kuliko meli yoyote duniani. Ilizamishwa wakati wa vita vya kwanza vya dunia, lakini baadaye ikaokolewa na mpaka sasa hivi inafanywa matengenezo. Kwa muda si mrefu itaanza kufanya kazi kwenda Zambia, Mpurungu, inaenda Kongo na maeneo mengine. Kwa ni meli kongwe duniani. Hamna meli nyingine ambayo imebaki sasa duniani isipokuwa hii meli kongwe duniani ambayo inapatikana katika mkoa wa Kigoma, MV Liemba. Kwa hiyo tujivunie kuwa na meli hii kwa sababu pia hata serikali za huko wenzetu wa Jerumani wanaitamani sana meli hii na wameshawahi kuomba hii meli waichukue ili watuletee meli zingine, lakini serikali iliweza kukataa. Kwa hiyo tunakaribishwa sana tuende tukaione hii meli kongwe duniani ambayo inapatikana katika mkoa wetu wa Kigoma. Mkoa wa Kigoma bado haujaishiwa maajabu. Mkoa unaomiliki ziwa namba 1 Afrika na ziwa namba 2 kidunia kwa ukubwa. Ziwa Tanganyika, ziwa lenye maajabu ya kumiliki samaki wenye kustaajabisha. Kigoma pia kuna ziwa Tanganyika. Na katika ziwa Tanganyika kama unavyoona sasa, tuna baadhi ya samaki ambao wanapatikana katika ziwa hili lenye kina kirefu, kwa sababu ni ziwa duniani ni ziwa la pili, lakini Afrika ni ziwa la kwanza. Kwa sasa kuna baadhi ya viumbe kama samaki ambao wanapatikana. Tuna samaki hapa mgebuka, lakini pia tuna samaki mwingine ambaye anaitwa ntanga. Tuna samaki mwingine ambaye anaitwa nyika. Kwa hawa samaki nyika pia ni samaki ambao walitengeneza jina la ziwa Tanganyika. Kumbe ziwa Tanganyika limetokana na hawa samaki baada ya kuunganisha Tanga Nyika tukapata Tanganyika.
Samaki hawa wana sifa mbalimbali. Mtanga huwa anaruka juu, lakini pia nyika anapiga shoti ya umeme. Kwa hiyo sasa ukimshika anakupiga shoti. Lakini pia ngozi yake ukirusha kwenye mazao, yale mazao yananyauka. Kwa hiyo ni samaki ambao alitengeneza jina la Ziwa Tanganyika, na kutokana na umaarufu sasa wa Ziwa Tanganyika ndipo na nchi yetu hii hapa ikaitwa Tanganyika. Tufuatilie kupitia mitandao yetu ya kijamii kama YouTube, Instagram, TikTok na X kwa jina la Panorama Update. Hii ni Panorama TV.